mjumbe wa kamati kuu ya chama taifa, dada yetu Rose Maemba aje asalimie hadhira hii iliyoko mahali hapa. Kaja na ujumbe mzito kutoka taifa. Watu wa Kivukoni people! Watu wa Kivukoni people! Asante Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Heche, Katibu wetu mkuu wa Baraza la Vijana Deogratias Mainyila, pamoja na timu yote ambayo tumeambatana nayo. Mimi ninafurahi sana leo kuwepo hapa Kivukoni kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kufika. Lakini pia moja kati ya mambo yamenifurahisha sana ni kuona kwamba mna mabango haya ya no reforms no election. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ajenda ya no reform no election sio ajenda ya Chadema, ni ajenda ya wananchi. Ndio maana tumefika hapa, tumekuta tayari ninyi mmeelewa umuhimu wa kufanya mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Lakini pia nitumie fursa hii kuwapongeza kwa vita ambayo mlipigana mwezi wa 11 mwaka jana, mkawagaragaza CCM kisawasawa. Ninafahamu kwamba ilikuwa ni vita, lakini ninyi mlishinda vita hiyo. Lakini yako maeneo katika nchi hii wana maumivu makubwa sana kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Wakati ninyi mkiwa mmepita kwenye maumivu makali, lakini yako maeneo watu walikufa kwa ajili ya uchaguzi huu. Dar es Salaam kwenye kata ya Gongo la Mboto kuna ndugu yetu alikuwa anaitwa Modestus, alikuwa anagombea ujumbe wa serikali ya mtaa. Siku ya uchaguzi walikuwa wanakuja na kura bandia, zile kura feki. Wakati akipambana nao, askari walimmiminia risasi, alikufa. Lakini ilitokea hivyo hivyo kwenye huku Manyoni, wilaya ya Manyoni. Katikati ya vita ya uchaguzi, askari magereza walimpiga kamanda wetu anaitwa George Juma Mohamed. Walimpiga risasi viunoni. Mpaka leo hatunaye tena kwa sababu za kiuchaguzi. Lakini kuna kijana wetu Mbeya Tunduma kule, alikuwa anaitwa Steven Chalamila. Katikati ya vurugu za uchaguzi, walipoondoka, aliporudi nyumbani, alivamiwa na Green Guard. Walimcharanga mapanga mpaka anakufa. Kwa hiyo uchaguzi ndani ya nchi hii kwa sasa kwa CCM ni vita ya kufa na kupona. Wenzetu wanasaidiwa na vyombo vya ulinzi na usalama, wala sio siri. Lakini sisi tunapokwenda kwenye chaguzi, tunakwenda hatuna kiwembe, tunakwenda hatuna sindano, tunakwenda hatuna kisu, tunanadi sera tu. Wenzetu tukiwashinda wanakuja na mitutu ya bunduki. Kwa ninaamini watu wa Kivukoni hamwezi kuwa tayari tena kushiriki uchaguzi katika mazingira mabovu namna hii. Na kwa sababu chaguzi ni mchakato, CCM muda wote wakilala wakiamka wanawaza madaraka. Kwa hiyo yeyote ambaye ana mitazamo tofauti na CCM, maisha yake yako hatarini. Ninyi mmesikia
Nafahamu mnafuatilia mitandaoni vizuri. Watu wetu wanatekwa kipindi hiki kuliko kipindi chochote wamewahi kutekwa. Wamemteka Mdude mpaka leo hatujui yuko wapi. Ameacha mke na mtoto mdogo, hajamaliza mwaka mmoja. Wamemteka kijana wetu mdogo sana anaitwa Amani Manengero pale Mwanza. Kijana mdogo kabisa kwa sababu tu ya mitizamo tofauti na CCM. Lakini leo hajulikani aliko. Wamemteka rafiki yetu anaitwa Kaswahili. Juzi tu kwenye mikutano, viongozi wetu wametoka kwenye mikutano Serengeti na Victoria. Wamemteka hapa katikati, hata nyumbani hakurudi wala hatujui aliko. Lakini yote haya ni vita ya madaraka. Vita ya madaraka. Sisi hawako tayari kutoka madarakani hata kwa kuwapoteza Watanzania wote. Hawako tayari kutoka madarakani. Walimuua mzee wetu mwaka jana, anaitwa Ali Kibao. Alikuwa ni mjumbe wa sekretariat ya chama chetu. Juzi wakati tumeenda Tanga, tulikwenda kuitembelea familia yake. Tulimkuta mke wake na watoto wake na ndugu zake wengine. Lakini mke wake, kitu ambacho tunakikumbuka, mke wake toka tulipoingia mpaka tunatoka hakunyanyua kichwa aseme neno. Alikuwa analia tu. Miezi 10 imeisha. Tangu mwezi wa 9 mwaka jana. Hakuwa analia kwa sababu mume wake amekufa. Mbona kila mtu anakufa? Alikuwa analia kwa sababu kuna watu wamekatisha uhai wa mume wake. Alikuwa analia kwa sababu kuna watu wamekatisha uhai wa baba wa watoto wake. Uchu wa madaraka. Katika mazingira ya namna hiyo, sisi